Abimeja, mambo vipi? Poa, ishu vipi? Vizuri. Niko poa. Bwana, mnapewa na magoli offside. Sijui, sisi furaha yetu ni kuona timu inashinda kwa namna yote, kwa sababu mpira ni mchezo wenye matokeo ya kikatili sana. Kwenye mpira hakuna dini wala hakuna imani. Mpira matokeo yote yanayopatikana, na ndio maana wakati mwingine unakuta kuna penalty, kuna foul, kuna nini. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Yanga tumefurahi baada ya kuona timu yetu imeshinda. Swala ilikuwa nini sio kazi yetu. Inazungumziwa sana hilo goli kwa mazingira hayo, hasa leo kwenye vichwa vya habari vingi, hasa kwenye redio imekuwa ni habari kubwa na wachambuzi wakizungumzia. Na idadi ya wachambuzi wengi wanasema kwamba Pacome Zouzoua aliuingilia mchezo. Lakini nyinyi mashabiki wa Young Africans, mnaonaje hiyo changamoto ambayo imejitokeza kwenye goli la Pacome? Kabla ya kuzungumzia hivyo, anatakiwa ajue mpira ni mchezo wa aina gani. Mpira sio mchezo ambao ni wa kihalali, na ndio maana pamoja na kuweka waamuzi, kuna waamuzi wasiopungua 4 mpaka 5, na kuna wakati mwingine kipindi kile tulikuwa tunaweka mpaka waamuzi 8, lakini bado mpira unakuwa una utata. Wenzetu walioendelea, kwa mfano kama nchi zilizoendelea sana, wanaweka mpaka VAR, lakini bado watu wanalalamika. Sasa mpira bado haujawa, pengine labda kama utakuwa unachezwa na kompyuta, labda kama kompyuta itakuwa inachezesha mpira, ndio itaonekana jambo la haki. Lakini mpira kiukweli ni mchezo wenye matokeo ya kikatili sana. Unaweza ukawa na timu nzuri, una kila kitu, lakini unafungwa tu. Sisi kama mashabiki wa Yanga tunachokiangalia ni kwamba tumeshinda. Swala kuelezea kwamba ile goli ilikuwa si offside au offside, mimi kwa kifupi sio kazi yangu. Mimi kazi kushangilia kwamba tumewafunga, kwa sababu wao wana kauli yao, wanasema ubaya ubwela. Sasa ubaya ubwela umekuwa kwetu sisi, kwa sababu unapokuwa timu ndogo siku zote lazima unalalamika kama vile. Yani umeona Yanga tukicheza na Barcelona au Manchester, lazima tutalalamika kama vile kwamba imekuwa hivi. Kwa hiyo inaweza kuwa labda tumepewa advantage kwa sababu sisi ni timu kubwa, labda inaweza kawa hivyo. Mimi siamini kama ilikuwa offside, lakini kama ikiwa hivyo basi inadhihirisha kwamba sisi Yanga ni wakubwa sana, mpaka tunapendelewa na muamuzi, maana ni wakubwa. Meja, nikikuuliza nyota wa mchezo ule ni nani, wewe karata yako utaitupa wapi? Azizi Ndambwile. Kwa nini Azizi Ndambwile? Ni kwa sababu ni mchezaji ambaye mimi binafsi ile lineup inatoka nilikuwa na hofu sana, nikasema mbona kocha anatupangia hiki, lakini baada ya ule mchezo kuendelea nikaelewa kwa nini kocha alipanga vile, kwa sababu unajua kilichoumiza sana Simba jana na ile mechi iliyopita ya tarehe 25 kama sikosei, ni namna ambavyo Yanga tunakuwa compact. Sijui kama unaelewa ninaposema compact. Yani ukikiangalia kile kikosi ambacho kimepangwa jana, ukitofautisha sana na kikosi kilichopita, umeelewa kwa sababu gani? Yanga tunavyocheza ni kwamba tunautaka mpira muda wote. Yani muda wote hatukuruhusu uchezee mpira. Na ndio maana umeona viungo wamepangwa 4 kwa sababu ya kunyang'anya mpira. Tukiwaachia Simba wapate nafasi ya kucheza, wangetusumbua. Kwa hiyo nasema Azizi Ndambwile kwa sababu namna alivyocheza mimi nilikuwa nimepata hofu baada ya kuona lineup ya yeye kuanza. Lakini alivyokuwa hiyo mchezoni alinifurahisha namna alivyokuwa anazuiana, alikuwa anafuata yale majukumu yake ya namba 6 kama ambavyo mwanzo tulikuwa na wasiwasi kwamba Adi Aucho hayupo tungeteseka, lakini baada ya kuja Ndambwile amecheza vizuri kiasi kwamba mimi ameninspire sana jana. Kwa hiyo mimi kwangu mimi nampa man of the match. Vipi kwa Djigui Diarra? Kawaida tumemzoea. Yani tumemzoea. Mimi nimempa yule nafasi kwa sababu ni mchezaji ambaye mwanzo mimi nilikuwa nimeona kama mbona amepangwa, lakini amekuja kudhihirisha kwamba hakupangwa kwa bahati mbaya. Djigui Diarra ni mchezaji mzuri na ni golikipa mzuri, anadaka vizuri, lakini sasa kwa yeye kwa sababu tumemzoea, yani ile ni kawaida yake kucheza vile. Lakini kwa Azizi kwa sababu ukiangalia ni ingizo jipya kwa maana ya kucheza kwenye dabi, kwa hiyo amefanya vizuri. Mimi binafsi nikiambiwa nimpe man of the match nampa yeye. Sahihi kwa wanaosema Simba Sports Club imecheza mpira mzuri lakini matokeo yapo kwa Young Africans. Huyo anasema hivyo na mpira ajui. Mchezaji wa dunia anaitwa Pele alisema mpira ni magoli. Yani uwezi ukasema umecheza vizuri afu umefungwa. Yani mpira, yani kwa mfano umetaka kuangalia mpira kule, umerudi nyumbani mtoto wako anakuuliza ngapi, utaambia Simba amecheza vizuri. Mpira ni magoli. Na pale kilichokuwa kinataka sio kucheza vizuri. Ile ilikuwa ni finali ya ngao. Kwa hiyo inachotakiwa pale ushinde. Kwa hiyo sisi Yanga tumecheza vizuri, tumeshinda. Yaani mpira ni magoli. Mpira hamna kucheza vizuri. Sasa mpira ni chenga au mpira ni pasi? Mpira ni magoli. Kwa hiyo anasema Simba amecheza vizuri, anazungumza kiushabiki, lakini mpira wenyewe ni magoli. Kama Pele anasema mpira magoli, wewe nani sasa ukatai? Kwa hiyo aliyoshinda magoli ndio amecheza vizuri. Mpira ni magoli, yani mpira ni magoli tu. Hakuna kingine. Yani piga chengo unavyojua, mpige mtu kanzu, si ufanye kuwa na spidi nyingi, miliki mpira kwa asilimia zote. Lakini mwisho wa siku mpira ni magoli. Aliyecheza vizuri ni yule aliyeshinda.
Kwa baadhi ya viongozi wa Simba akiwepo Multaza Ali Mangungu, mwenyekiti wa Simba Sports Club, amesikika akisema kwamba aulizwe muamuzi katika mchezo ule, yeye asiulizwe. Ina maana kwamba viongozi wa wekundu wa Msimbazi wanaitazamia katikati kwa Arajiga kama muamuzi ama Pilato wa mchezo ule alikuwa na makosa. Wewe unatazama nini? Hakuna maiti ambayo au kifo ambacho hakina sababu. Mechi iliyopita waamuzi walitoka Misri bado wakafa goli 2. Sasa hivi amekuja huyo Arajiga, wanasema kwamba hajachezesha vizuri. Kwa hiyo pengine labda yeye kama Mangungu angetoa mapendekezo nani achezeshe. Achezeshe yeye, achezeshe Mo au achezeshe Magoli. Yani yeye sasa atoe mapendekezo binafsi kwamba bwana mimi nafikiri nikichezesha mimi ndio itakuwa ya haki. Nimekwambiaje, mpira sio mchezo wa haki. Meja wanasema walikubaliana kwamba waamuzi watoke nje. Sasa yeye mbona hakutoa hiyo hati kwa mapema? Yeye alitakiwa atuelezee sisi. Umeelewa? Watanzania kwamba baada ya kutangazwa Arajiga, kwa sababu Arajiga hajatangazwa siku ile ya mechi, alitangaza siku 2 kabla. Yeye alitakiwa aje na maelezo, aitisha hata press, aseme sisi kama Simba tumesikitishwa na TFF au kamati ya waamuzi kutupangia Arajiga wakati sisi tulishakubaliana muamuzi atoke nje. Muamuzi kashakuja, unafungwa, unakuja kusema sababu yetu ilikuwa sisi kwamba tulishakubaliana. Kwani wakati tunakubaliana vyombo vya habari vilikuwa vipo? Yeye itakiwa yeye mwenyekiti aitishe press. Bwana jamani, wana Simba tunakwenda kwenye hii mechi, lakini makubaliano yetu sisi na bodi ya ligi au TFF ni kwamba muamuzi atoke nje. Kwa hiyo likitokea kutokea, msitulaumu si viongozi. Mechi ishaisha, umefungwa, unasema muamuzi ni mbovu. Hapo huwezi kueleweka. Labda kwa watu ambao wana ushabiki sana wa nini, lakini ukweli ni kwamba inaweza ikawa kweli walikubaliana, lakini mimi binafsi siwezi kuamini mpaka yeye angetoa kauli ya mwanzo. Yaani kwa mfano, mimi siwezi kusema nilikuwa najua kabisa kwamba sisi tutashinda 1-0. Yaani baada ya mechi kuisha, nitakuwa mtabiri. Kwa hiyo sasa nitakiwa niseme jana, juzi au majuzi kwamba tutashinda goli 1 na tutashinda Pacome, lakini mechi ishaisha, goli ishafungwa, unakuja kusema kwamba mimi nilitabiri. Kwa hiyo Mangungu alichokizungumza ni kutafuta theme pass, kwa sababu anajua zigo litahamia kwake. Timu ya Simba ilivyo inapokuwa na raha kwa maana ya ile Simba Day na vitu vingine, timu inakuwa ya wanachama pamoja na mashabiki wote, lakini timu ikifungwa inakuwa yake. Kwa hiyo alichokizungumza kile ni kujiondoa kwenye ile lawama, kwa sababu anajua zigo zima atashushiwa yeye. Kwa hiyo iko ndo ameamua kutengeneza tu mtego fulani hivi. Yes. Tukiangalia kwa Fadurahman Davis, ni mechi ya 4 akikutana na Young Africans, lakini anapoteza mechi zote. Unamwangaliaje Fadu Davis kwa kiwango chake kushindwa hata kuvunja mfupa wa Romain Folz ambaye ni kocha mgeni ndani ya kikosi cha Young Africans? Afungwi yeye, inafungwa timu. Yaani timu ya Simba ndio inayofungwa, afungwi Fadu Davis. Fadu Davis ni kocha mzuri, lakini yuko kwenye timu ambayo ina matatizo mengi sana. Yaani timu yenye changamoto. Ukiangalia kikosi cha Simba sio kibovu, isipokuwa changamoto zao ndani ya uongozi ndio inaowatesa. Sio kama unaelewa. Kama timu imefika mpaka finali kombe la shirikisho, hiyo sio timu mbovu. Hata jana tunacheza zao ulikuwa unaangalia zile bato. Mbele hata ile goli hatujalipata kiurahisi, sio kwamba sisi tumechukua mpira tukaingiza, kulikuwa na bato. Umeelewa? Kwa hiyo sio kocha mbaya, lakini yuko kwenye timu yenye changamoto nyingi sana. Sio kama unaelewa vizuri. Yuko kwenye timu yenye changamoto. Kwa hiyo anajaribu kutoa ufundi wake wote, lakini wenyewe wana kitu kwa kisio sasa tunasema wana kidudu mtu. Kidudu mtu ni kitu ambacho kinakuumiza bila mwenyewe kujua. Na ndio maana kabla ya hii mechi wiki kadhaa nyuma walisha ubadilisha ule uongozi, wakamtoa Trey Ageni, wakamleta si Magoli, si wakamleta nani. Manake hizo ndio changamoto wanazopitia. Wao wapitii kwenye pitch. Kwenye pitch wako vizuri tu, wanacheza vizuri mpira. Ukiangalia wanacheza vizuri, lakini changamoto yao iko kwenye uongozi. Sasa wasipokigundua iko, hata sisi tuwape kocha wetu aliyekuepo huyu au hata waliopita wote, bado tutaendelea kuwafunga. Na hata tukichukua kikosi chao kile kilichocheza jana na sisi wakachukua cha kwetu, bado tutawafungga. Wanachofungwa wao ni kwamba hawako organized. Yaani hawapendani, wanasalitiana wenyewe kwa wenyewe. Na ndio maana unaona kila siku wana vikao vyao vya harusi vya kitchen party. Kila siku. Yaani kitokea amefungwa. Sasa hivi kinachokwenda sasa hivi, maana yake wanaweza wakafukua, yani kikosi chao wakakifumua tena, unajua. Yaani kikosi chao hiki wanaweza wakakifumua tena, wakafikiri kwamba kuna baadhi ya wachezaji hawajasajili vizuri. Kumbe wao wanatakiwa warudi kwenye uongozi. Kwa sababu klabu ambayo haina makao makuu, haina sehemu yake ya kukutana wanachama, haina wanachama, yani haina utaratibu wa kutengeneza wanachama. Sasa wanafikiri ni klabu gani? Hata wakiwa na sherehe za kufanya shughuli yote hata ndogo tu kwamba wanatakiwa watu wakae hata watumia, wanatakiwa watoke hapa waende Mwembe Yanga, wakakodishe uwanja, wakakodishe eneo. Lakini sisi kama Yanga tukiwa na shughuli yetu ya watu hata 300, 200, 300, maana pale
kuna eneo letu pale, tutakaa tutazungumza, tutajadiliana mikutano mingine midogo midogo tunafanya pale. Sasa klabu kama hiyo ambayo yenyewe haijatengeneza utaratibu mzuri wa kuonekana kama klabu kwa jina Simba ni klabu kubwa. Yaani mtu ukisikia huko akisa saya, mtu anatoka zake Misri au anatoka zake Algeria, anasema anakuja kwenye klabu ya Simba, anaenda wapi sasa? Unampeleka Masaki? Ni vitu vya aibu ambavyo vile wanatakiwa watulie, waviseto, watengeneze uongozi wao vizuri. Na wakati mimi niko Simba nilikuwa nalalamikia kuhusu hilo. Wametengenezeni uongozi vizuri, tengenezeni timu vizuri. Acha ujanja. Mpira sio kwenye kuzungumza. Mpira ni uwekezaji. Sasa wao wanawekeza kwenye porojo. Yaani kuamini kwamba mwanzo wanasema mara Kayoko akatufungisha. Mara sijui GSM anadhamini vilabu vingi. Mara maneno yanakuwa mengi. Leo tena mwenyekiti anazungumza kwamba tuwaulize TFF kuhusu swala la maamuzi. Ni vitu vya ajabu. Wanatakiwa wawekeze kwenye mpira. Sasa hivi sio utamaduni wa mpira, sasa hivi ni sayansi ya mpira. Wawekeze, yani watafute wachezaji wazuri, uongozi wao utulie. Watengeneze uongozi utulie. Wasiishi kwa maslahi binafsi. Waangalie na wanachama. Wanachama watu wamelia, wengine wamezimia. Wao hawajui, wao wanaangalia maslahi yao, washibe tu. Wanatakiwa watengeneze mikakati kwamba mwanachama hawe mwanachama. Yaani unasema kama keki ya taifa. Umeelewa? Wanatakiwa wale wote. Sasa wao wanachoyo, wanataka wawe wachache ili waweze kula peke yao. Mpaka sasa hivi ujue kwa taarifa ambazo tunazipata ni kwamba wanachama kama 3000 hivi Tanzania nzima. Sasa klabu kama Simba inakuwa na wanachama 3000, alafu ndani yao katika 3000 hao ni kuna wengine wamefariki, wengine wamefanyaje hivyo. Kwa hiyo ni vitu vya aibu, wanatakiwa wakae watengeneze klabu yao. Shukrani sana Meja. Asante.